Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Kishki TV, karibu tena mara nyingine katika kipindi chako kipendacho cha darsa ya Bulughul Marami hapa kupitia Kishki TV. Na leo biidhnillahi tabaraka wa taala tutaenda kusoma hadithi nambari 238. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورحمنا جميعا: وعن ابن بحينة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبته. Muttafaqun alayhi. Kutoka kwa Buhaina, Allah muyaradhi, anasema hakika nabii wa Allah, rahma na amani zimshukie juu yake, akiswali na kusujudu hupanua mikono yake hadi kuonekana weupe wa kwapa zake. Hadithi hii iko kwa Bukhari na Muslim. Farraja bi fathi al-fa wa tashdidi ar-ra akhiru jim ay ba'ada bainahuma, akaweka mbali mikono yake. Fanaha kullu yad an janibi alladhi yaliha, kila mkono anaweka mbali na ubavu. Al-ibti fihi lughat, neno ibti lina matamshi mengi. Afdaluha kasri al-ba, jamuhu abat, wingi wa neno hili abat. Yudhakkar wa yuannath, neno hili linaweza kuja kwa dhamiri ya mudhakkar na muannath. Wa huwa batin almankibi waljinah, ni ndani ya mabega au mbawa. Fiqhi tunaoipata kupitia hadithi hii na mafunzo yake: sunnatun nabii sallallahu alayhi wasallam fi sujudi an yufarrija baina yadayhi tafrijan baligha. Mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sijida ni kukunjua mikono yake, kukunjua kwa hali ya juu, bihaithu yadhharu bayad ibtihi, kwa kiasi cha kudhihiri weupe wa kwapa zake. Kama angekuwa amekunjua kidogo isingeonekana weupe wa kwapa zake, lakini kuonesha kwamba alikuwa anakunjua kwa hali ya juu, ndio maana kwapa zake zikaweza kudhihiri na kuonekana. Istihbabu asujudu ala hadhihi alkayfiyya, ni sunna kusujudu kwa namna hii, lianaha dalilu nashati wal quwwa, kwa sababu yaonesha umechangamka katika swala na umeiendea swala ukiwa una nguvu zako. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: khudhu ma atainakum biquwwa, pokeeni yale tuliyokupeni kwa nguvu. Qala fi rawda al-murabba wa hashiyatihi, katika kitabu hichi: wayujafi sajid adaihi an jambayhi, na anatenganisha mtu aliyesujudu mabega yake na mbavu zake. Adud ni nyama hii ya chini ya bega. Wa batnihi an fakhdhaihi, utatenganisha tumbo lako na mapaja yako. Wa huma an saqaihi, na pia utatenganisha mapaja na saki zako. Ma lam yu'dhi jara, muda wa kuwa unaswali hutomuudhi jirani yako. Kama utamkera basi usifanye hivyo. Liyastaqilla kulla udhun minhu bilubudiyya, ili kila kiungo kiweze kuwa na kufanya ibada. Ma mughayaratihi lihayati alkasalani, na kuepuka na kuonekana kama wewe una uzembe fulani au uvivu fulani umekuingia katika sala. Qala al-ustaz at-Tabar, amesema mwanachuoni huyu at-Tabara: as-salatu riyadha diniya ijbariya likulli muslim, swala ni ibada ya kidini ambayo ina muundo wa kimazoezi kwa kila Muislamu. Yuadiha 5 marati biduni ijad wala irhaq, ni ibada inayotekelezwa mara 5 pasipo mtu kutoa juhudi kubwa wala kuchoka. Wa idha taamalna harakati sala,
tutapozingatia hatua na namna ya uswaliji, wajadna shabhan bainaha wa baina nidhamu asaudia fi riyadha, ni kama vile namna ya mazoezi katika ufanyaji wake. Bal innaka tara anna harakata aljismi fi athnai sala, wewe utaona harakati za mwili katika ukiwa katika swala, ahkam wa aslah likulli sinnin wa jinsi, ni namna ambayo inawezekana na inafaa katika ngazi za umri wote, umri wa kijana mdogo anayeanza kukua na yule ambao tayari ameshaanza kupevuka, wa mtu mzima wa makamo na mtu ambao tayari ameshazeeka kikongwe, wote wanaweza kutekeleza matendo ya swala. Kwa hiyo hii yote ni namna ya hekima kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kuyaamrisha matendo ya swala. Fihi dalilun ala anna al-ibti laysa min al-awra fi salah. Pia katika hadithi hii inaonyesha kwamba kwapa si sehemu ya uchi katika swala, kwa sababu Mtume swalla salam alikuwa na swali makwapa yake akiwa aenda katika sijida, kwa kuwa na tanua mikono yake inadhihiri kwapa zake. Wa anna dhuhurahu la yukhalifu al-adab al-amma baina an-nas, na pia kudhihirisha kwapa haionyeshi na wala haipingani na heshima na adabu za mkusanyiko wa watu. Ikiingelikuwa labda inamtoa kasoro, basi asingelifanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallama mbele ya kadamnasi akaonekana kwa pazake, kuonesha kwamba hii sio tatizo na wala si katika mambo ambayo mtu anatolewa kasoro, basi amelifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya halaiki ya watu. Wafihi anna kulla udhwin fi salah ya'khudhu nasibahu min al-ibada. Pia tumeona hadithi hii inatuelekeza kwamba kila kiungo katika swala kinachukua nafasi yake katika ibada ya swala. Idh law i'tamada kullu udhwin ala al-akhar lam yahsul hadha at-tawzi' baina al-a'dha, kama viungo vingelitegemea kiungo kingine, basi isingepatikana huu mgawanyiko katika viungo. Walam ta'khudhu nasibaha min al-ibada, wala kiungo kisingekuwa na nafasi yake katika swala, bali inatakana kila kiungo kinatakiwa kishiriki kipekee na kitoe nafasi yake. Waqad warada hadha al-ma'na sarihan fima akhrajahu Tabarani wa ghayruhu min hadithi Ibn Umar qala, imepatikana maana hii iliyo wazi katika hadithi aliyofanyia takhriji al-Imam Tabarani na wengineo katika hadithi ya Abdullah ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume wa Allah rehma na amani ziwe juu yake, la taftarsh iftirasha sab'i, usilaze mikono kama anavyolala mnyama, wa atamid ala rahatika, unatakana ujiegemezee na mikono yako, wa abid dhab'aika fa idha fa'alta dhalika, na udhihirishe makwapa yako, fa idha fa'alta dhalika, utakapofanya hivyo, sajada laka kullu udhwin minka, kitasujudu kila kiungo kipekee. Hadhihi alkayfiyya takunu ma lam yu'dhi almusalli man bijanibihi fi salah, namna hii ya kutanua viungo, makwapa ukayatanua, sijui mapaja ukatanua na miguu ukaitanua, kwa maana usibane mapaja na tumbo wala na saki, basi utakuwa kila kiungo kimejitegemea na kimesujudu na kimetekeleza ibada ya swala. Hadhihi alkayfiyya takunu ma lam yu'dhi almusalli min janibihi, hii namna itakuwa ni pale ambapo hautokuwa ni mwenye kukera na kuwaudhi wengine walio jirani yako unaosali nao katika safu moja. Fa idha adhahu wastawla ala makanihi, kama wewe kujitanua kwako utakuwa umepora nafasi ya mwenzio na umemuudhi, fala yambaghi, hicho utakiwa kukifanya, bali unatakiwa jibane kakadiri mtakavyokuwa mmepanga safu. Fadaru almafasidi, kitendo cha kujizuia na kuwakera watu wengine ni jambo ambalo limetangulizwa kuliko kutafuta hizo fadhila za kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, bishighali almusallin aula min jalbi almasalih bihadhihi sifa. Jambo hilo la kujizuia ni bora zaidi kuliko kupata sifa hii ya namna ya kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu mtazamaji, na kuomba tuende mapumziko mafupi, alafu kisha tutaendelea tena
katika ungwe iliyobakia, maana tumebakiwa na hadithi nyingine hapa na dakika bado zipo za kutosha. Tutaweza kurudi na wewe na kuwa sambamba na wewe tena dakika chache zijazo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunarudi tena baada ya dakika chache za mapumziko na kupita matangazo kadha wa kadha katika chaneli yetu kama ulivyokuwa ukiona. Ndugu mtazamaji, hakika tunaenda kusoma hadithi nyingine tena, hadithi nambari 239. Bismillahirrahmanirrahim. Qala almuallif rahimahullahu ta'ala: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. حديث نمبر 240. وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه wa idha sajada dhamma asabi'ahu. Rawahu al-Hakim. Kutoka kwa Bara ibn Azib, Allah muyaradhi, anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume wa Allah ateremshe rehma juu yake na amani: idha sajadta, utakapo sujudu, fadha kafaika, utakapo sujudu weka mikono viganja vyako, warfa mirfaqaika, na uinue viwiko vyako. Warfa mirfaqaika, mirfaqu ni viwiko, uinue juu. Rawahu Muslim. Amepokea hadithi hii al-Imam Muslim. Na hadithi nyingine inayofuata, wa an Wa'il ibn Hujri, kutoka kwa Wa'il ibn Hujri razza Allah siwa juu yake, anna nabiy sallallahu alayhi wasallam kana idha raka'a faraja baina asabihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akirukuu anatanua vidole vyake, lakini akisujudu anavikunja na vibananisha. Wa idha sajada dhamma asabi'ahu, akisujudu anavibana vidole vyake. Rawahu al-Hakim. Hadithi kwa Hakim. Muslim ile ya Bara bin Azib, Muslim amepokea hadithi nambari 494, na hii aliyopokea Wa'il ambayo ndio ni hadithi ya Imam Hakim iko katika nambari 224 juzu ya kwanza. Hadithi hizi ni sahihi. Kuna maneno mirfaqaika, tathniyati mirfaq ni uwili wa mirfaq bi fathi almim, marfaq almim wa kasri alfa, wa yajuzu alaks, inajuzu kuweka kasri na kuweka fatha fa. Wa huwa masli dhira'i, mafsali dhira'i bil adid. Faraja baina asabihi, amekunjua baina ya asabi, baada baina asabi yadihi, ameviweka mbali baina ya vidole vya mkono wake. Hina qabadahu bihima ala rukbatayhi, pale anapokuwa ameishikilia magoti yake mawili, anavikunjua, anavitanua. Dhamma asabi'ahu, jamaa asabi, anavibana. Yadaihi idha wadahuma ala al-ardh, pale anapokuwa amesujudu anavibana, halu sujud. Sasa fiqh tunaoipata hapa ni ipi? Mafunzo gani tunayapata? Yadullu hadith al-Bara ala anna al-wajiba ala al-musalli an yadau kafaihi ala al-ardh. Inaonesha hadithi ya Bara ibn Azib kwamba kilicho cha wajibu kwa anayeswali an yadha kafaihi ala al-ardh ni aweke viganja vyake vya mikono ardhini. Walkafani huma aludhwani min a'dha'i sujudi saba, ni viungo viwili katika viungo vya kusujudu. Tunatakiwa tusujudu na viungo saba: paji la uso pamoja ambako inafungamanisha na pua, na viganja viwili vya mikono. Almadhkura fi hadithi ibn Abbas almutaqaddim, vilivyotajwa katika hadithi ya Ibn Abbas iliyotangulia. Hadha alhadith ayyada al-asl, hadithi imeunga asili. Min anna almurada bil yadayn huma alkaffan,
kilichokulengwa hapa mikono miwili ni viganja viwili. Katika lugha ya Kiarabu al-yadu idha utliq yuqsadu al-kaffain. Mkono utakapokuwa umetajwa tu mkono, yad, kalimatu yad huwa unakusudiwa sehemu ya kafu mbili. Ama itakapokuwa umefungamanisha ila al-mirfaq, mfano itakuwa imejumuisha kutoka katika ncha ya vidole mpaka hadi humo, au ila al-katfi mpaka hadi begani. Yadullu al-hadith ala istihbab rafi dhira'aini 'anil ardhi. Hadithi hii pia imetuonesha kwamba ni sunna kuinua dhiraa mbili juu ya ardhi, usilaze. Wa karahati iftirashihima, ni makruhu kulaza dhiraa mbili wakati umesujud, kama yaftarishu sab'i dhiraai, kama anavyokuwa analala mnyama pori kwenye ardhi. Anna hadha fihi bu'du an mushabahati hadha alhayawani an-najis li halati as-salah. Pia katika hadithi hii natufunza kujiweka mbali na kujifananiza na wanyama najisi katika hali ya kuswali, alati hiya munajatu wa dukhul ala Allah tabaraka wa taala, swala ambayo ni sehemu ya kuongea na kuingia kwa Allah subhanahu wa taala, ma fi raf'ihima min dalilin ala an-nashati wal quwwa, pamoja na kuonesha kwamba hadithi hii inatufunza kwamba ukiwa umeinua viwiko vyako na dhiraa zako unaonekana kwamba wewe umechangamka katika swala na una nguvu katika hiyo swala, sio mtu ambao umelegea legea wala mtu ambao anahisi uvivu na uchovu katika swala. Wa raghabati fil ibada, na wewe utaonekana kwamba una hamu na ile ibada, tofauti na mtu atakavyolaza ile mikono yake. Ama hadithi ya Wa'il fafihi dalilun ala istihbabi tamkini rahataini min rukbataini, imetufunza kwamba unatakana uweke maganja yako kwenye magoti mawili athnai ruku', wakati umerukuu, tena kwa kutanua vidole vyako. Kama anahu yadulu ala istihbabi tafriji asabihi fawqa rukbatayhi, unatakana uvitanua vidole vyako juu ya magoti yako. Fa inna dhalika amkana min ar-ruku', kwa sababu itakuwezesha zaidi uweze kurukuu kwa utulivu na kuhisi kwamba umekita. Wa athbata lihusuli taswiyati dhahrihi birasi, na itakumakinisha wewe uweze kunyosha uti wa mgongo wako vizuri wakati umerukuu, kwa sababu umeviegemeza vizuri kwenye magoti yako. Wayadullu ala dhammi asabi al-yadaini athnai sujud, na pia unatakana uvibane vidole vyako wakati unasujudi, liyahsula bidhalika kamali istiqbali al-qibla, ili vidole vyote viweze kuelekea qibla. Wa huwa a'wanu ala tahammulihi athnai sujud, na pia vinakumakinisha wewe kuweza kuviegemea wakati umesujudu. Ma taqaddama min tafriji al-yadaini wa tajafi al-mirfaqaini an jambaini wal batni an al-fakhadhaini athnai sujudi khasun birrajul. Maelezo yaliyotangulia ya kwamba unatakana uepushe kwapa zako zinatakiwa, dhiraa zako zinatakiwa zisibanane na ubavu, na dhiraa inatakiwa kubanana na adhudi, mapaja hatakiwi kubanana na miundi. Hii ni hukumu maalumu kwa wanaume pasipo wanawake. Amma almar'a faqala alfuqaha, ama wanawake wamesema wanawachuoni wa ilmu alfiqhi, walmar'atu tadhummu nafsaha fi ruku'i wa sujud, mwanamke anatakiwa ajikusanye wakati wa kurukuu na kusujudi, wa ghairihima, na matendo mengine ya swala. Fala tatajafa, wala hatakiwi kujitanua, watasdil rijlaiha fi janibi yaminiha fi julusiha, antakana yaweke miguu yake upande wake wa kulia wakati wa kukaa, lianna dhalika astar laha, kwa sababu kitendo hicho cha kukaa namna hiyo inampa sitara zaidi. Wadhālika lima akhrajahu Abu Dauda fi marasilihi, na haya maelezo yamepatikana katika hadithi ambayo ameifanyia takhriji al-Imam Abu Daud katika marasili zake, safha 118, an Yazid ibn Abi Habib anasema anna nabiy sallallahu alayhi wasallam marra ala imrataini tusalliyani, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapita wanawake wawili wakiwa wanaswali, faqala
idha sajadtuma, mtakapo sujudu nyinyi wanawake, fadhamma ba'dhu lahmi ila al-ardhi, zikunjeni au zikusanyeni nyama zenu za mwili katika ardhi. Fa innal mar'ati fi dhalika laysat karrajuli, kwa sababu mwanamke atakapokuwa amesujudu hatakiwi kujifananiza na mwanaume anapokuwa anajitanua, kwani mwanaume anaruhusiwa kujitanua na ndivyo ilivyo vyema, lakini mwanamke kwa sababu mwili wake unatakana ustiriwe, hatakiwi yeye kujitanua, bali anatakana ajibane. Qala al-Baihaqi, al-Imam al-Baihaqi katika kitabu chake kurasa 222 juzu ya pili anasema hadha al-mursal ahabbu ilayya min musilina fihi, mimi hii hadithi ambayo ni mursal inapendeza zaidi kuliko hata wale wengine ambao wameipokea. Qala sallallahu alayhi wasallam, wa amma sujud faakthiru fihi min ad-du'a, ama katika sijida kithirisheni kuomba sana dua, faqaminu an yustajaba lakum, yatarajiwa zaidi nyinyi kuitikiwa. Amepokea Muslim nambari 479. Wal amru bi ikthari du'a fi sujud, kuamrishwa kuzidisha dua katika sijida, yashmulu al-hathu ala takthiri talabi likulli haja, inajumuisha kuomba haja zozote unazozitaka. Wa yashmulu tikraru lisuali alwahid, unaweza ukaomba ombi moja, ya rabbi naomba unipatie ilmu, ya rabbi naomba niruzuku ilmu, ya rabbi naomba niruzuku janna, ya rabbi naomba niruzuku janna, ya rabbi naomba niepushe na moto, ya rabbi naomba niepushe na moto, ya rabbi naomba niruzuku, ya rabbi. Unaweza kukariri ombi moja mara zaidi ya kadhaa. Kaifa waqad khada li rabbih, iweje hapa sasa ndipo uliko nyenyekea kwa ajili ya Mola wako. Wa wada ashrafa a'dha'ihi ala turabi, umeshaweka viungo vyako juu ya mgongo wa ardhi, kiungo chako kitukufu chote, uso mzima umeshaupachika ardhini, unaongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Hal tulu sujudi afdalu am tulu alqiyam, je kusimama zaidi ni bora au kurefusha sijida zaidi? Sawaba Sheikhul Islam annahuma sawa, vyote ni sawa. Kurefusha katika kisimamo ni bora zaidi, ni bora, na kurefusha katika sijida ni bora. Fa innal qiyam afdalu bi dhikrihi wa huwa alquran, kisimamo ni bora kwa sababu ya kile kinachosomwa juu ambacho ni kusoma Qur'ani. Wa sujudu afdalu bihayati, na sijida ni bora kwa sababu ya namna ulivyojinyenyekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana nabii sallallahu alayhi wasallam idha atala alqiyama atala arruku, ilikuwa mtume sallallahu atakaporefusha kisimamo pia hata kwenye sijida anakuwa ni mwenye kuirefusha. Wa idha khaffafa alqiyam khaffafa arruku wa sujud, anapokuwa amepunguza kisomo pia hupunguza hata katika sijida. Kwa hiyo kisimamo na kusujudu vyote viko sawa. Tunatakiwa tuchunge, ukirefusha sana kisimamo pia sijida naye irefushe usawa kama ulivyorefusha katika kisimamo. Ndugu yangu mtazamaji, kwa kweli naamini utakuwa umepata faida katika hadithi hii tuliyoisoma, kama ambavyo mimi mwenyewe nimepata faida kubwa na nimepata kujielimisha. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tawfiki, atupe elimu yenye manufaa na atupe ikhlas katika ibada zetu, na aturuzuku janna, na atuepushe na moto wa jahannam, na Allah atufishe katika kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Allah atujalie mimi na wewe tufufuliwe pamoja na manabii na as-siddiqina na as-salihin na ashuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kusubscribe na pia kulike na kucomment channel yetu ya Kishki TV, na kuwasambazia ndugu jamaa na marafiki kila unapopata hii linki ya darasa yetu ya Bulughul Marami na darasa zinginezo ambazo zinaendelea hapa Kishki TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa.
Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Waislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahika pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.